hali halisi ya vijana nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, takwimu za sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 zinaonyesha kuwa Tanzania bara ina jumla ya vijana milioni 20,612,566 wenye umri wa miaka 15 hadi 35 ambao ni sawa na asilimia 34.4 ya idadi ya watu wote. Aidha, kwa mujibu wa utafiti wa nguvu kazi kwa mwaka 2020-2021, vijana wanachangia zaidi ya asilimia 55 ya nguvu kazi ya taifa. Takwimu hizi zinaonyesha wazi kuwa vijana ndio sehemu kubwa zaidi ya nguvu kazi inayoshiriki katika shughuli za kiuchumi nchini. Hivyo, maendeleo ya vijana yana uhusiano wa moja kwa moja na tija ya uzalishaji, ukuaji wa sekta mbalimbali za uchumi pamoja na uwezo wa taifa katika kuzalisha mali na huduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ukweli usiopingika kuwa pamoja na ukubwa wa nguvu kazi ya vijana iliyoko nchini, nguvu kazi hii imeendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali kama ifuatavyo. Kwanza, ukosefu wa ajira, ambapo kwa mujibu wa utafiti wa watu wenye uwezo wa kufanya kazi wa mwaka 2021, vijana wameendelea kukabiliwa na ukosefu wa ajira kwa asilimia 12.2, wanaume ikiwa na asilimia 8.1 na wanawake asilimia 16.1. Pili, nguvu kazi iliyopo ina upungufu wa ujuzi wa mahitaji wa soko la ajira kwa kiwango cha chini, ambapo asilimia 76.9 badala ya asilimia 54 inayotakiwa. Kiwango cha kati ni asilimia 19.9 badala ya asilimia 34, na kiwango cha juu ni asilimia 3.2 badala ya asilimia 12 kwenye nchi zenye uchumi wa kati. Tatu, changamoto nyingine ni pamoja na vijana kutokidhi vigezo vya mikopo vilivyowekwa kwenye taasisi za kifedha, upatikanaji mdogo wa mitaji na fursa za biashara, matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana, upungufu wa malezi na mwongozo stahiki, athari za shinikizo rika, pamoja na matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii na kuongezeka kwa tatizo la afya ya akili. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kutambua changamoto za vijana, serikali imefanya jitihada mbalimbali ikiwa ni pamoja na kutunga sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 toleo la 2024 na kutekeleza programu mbalimbali za uwezeshaji kwa vijana. Pamoja na jitihada hizo, changamoto za vijana zimeendelea kuwepo. Kwa kutambua hivyo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alifanya uamuzi wa makusudi na kuanzisha wizara maalum kupitia tangazo la serikali namba 685 na 686 linalotoa mgawanyo wa majukumu ya wizara, ambao majukumu yake ni kuandaa, kuratibu na kusimamia utekelezaji wa sera zinazohusu maendeleo ya vijana, uratibu wa maendeleo ya vijana na dhana ya kujitolea, uratibu wa elimu ya uraia kwa vijana na ustawi wa vijana, ushirikishwaji na uwezeshaji wa vijana kiuchumi, uratibu wa majukwaa ya vijana, kuboresha utendaji wa maendeleo ya rasilimali watu na kusimamia taasisi zilizo chini ya ofisi. Hatua hii ni ushahidi wa dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha vijana wanakuwa mstari wa mbele katika safari ya kulijenga taifa letu. Kuhusu utekelezaji wa shughuli za maendeleo ya vijana kwa mwaka 2025-26, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kusimamia programu za uwezeshaji vijana kiuchumi, wizara imetoa mikopo ya vifaa yenye thamani ya shilingi milioni 824,463,770 kwa vijana 126 katika mkoa wa Mwanza vijana 39, Mtwara vijana 40, Mbeya vijana 22, Rukwa 10 na Arusha 15 kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana ili kuwawezesha kujiajiri na kuajiri wengine. Aidha, wizara imeendelea kuboresha mifumo ili kupunguza changamoto na vikwazo vilivyokuwepo hapo awali. Kwa sasa, mikopo inatolewa kwa vikundi na pia kwa kijana mmoja mmoja, lakini pia mikopo ina kipindi cha rehema, yani grace period, kuanzia miezi 3 hadi miezi 6, isipokuwa kwa miradi maalum ya kilimo, uvuvi na ufugaji inapewa kipindi cha rehema cha miezi 8, na riba imepunguzwa hadi 5% kwa kipindi chote cha mkopo. Lakini pia imejikita kwenye uwezeshaji wa vifaa badala ya fedha peke yake, na wizara imeingia makubaliano na taasisi za kifedha kwa ajili ya kutoa mikopo na mafunzo kwa vijana, ambapo wanufaika hupatiwa mafunzo kabla ya mkopo, wakati na pia wakati wa uzalishaji. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Katika kutekeleza ahadi ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoitoa wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ya kuwezesha upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya biashara ndogo, za kati na kampuni changa, yani startups, tarehe 5 Februari 2026, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana ilikabidhiwa hundi yenye thamani ya shilingi bilioni 200 na kupewa jukumu la usimamizi na uratibu. Fedha hizo zinatolewa kupitia sekta mbalimbali zikiwemo sekta ya vijana, kilimo, madini, mifugo na uvuvi, viwanda na biashara, habari, utamaduni, sanaa na michezo, elimu, sayansi na teknolojia, mawasiliano na teknolojia ya habari, maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum na Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kulitaarifu Bunge lako tukufu kuwa baada ya kukabidhiwa jukumu la uratibu kwa kushirikiana na wizara za kisekta, wizara yangu imeanzisha programu ya kitaifa ya uwezeshaji vijana kiuchumi na kuandaa mwongozo wa utekelezaji wa programu hiyo. Mwongozo huo umejikita katika kuweka viwango vya ufanisi, uwazi na uwajibikaji kwa wakopaji na wakopeshaji wa fedha hizi za umma. Mwongozo pia umeainisha taratibu za utoaji, usimamizi na urejeshaji wa mikopo na sifa za wakopaji sambamba na mifumo ya ufuatiliaji na tathmini. Utekelezaji wa programu ya kitaifa ya uwezeshaji wa vijana kiuchumi umeanza na hadi kufikia Aprili 2026, jumla ya maombi 30,384 ya mikopo ya miradi ya vijana yamepokelewa na yanaendelea kufanyiwa uchambuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika utekelezaji wa programu ya kitaifa ya kuwezesha vijana kiuchumi, kiasi cha shilingi bilioni 48.6 kimetolewa kwa awamu ya kwanza katika sekta za uzalishaji na huduma ambazo ni kilimo, mifugo na uvuvi, biashara na viwanda vidogo, sanaa na ubunifu, maendeleo ya jamii pamoja na teknolojia na huduma za kidijitali. Uwekezaji katika sekta hizo umezingatia maeneo yenye fursa kubwa za ajira na uzalishaji mali ambapo vijana wengi wanajishughulisha. Awamu ya kwanza ya utekelezaji wa programu itakapokamilika, inatarajia itanufaisha vijana takribani 10,000. Aidha, katika awamu ya pili ya utekelezaji wa programu hiyo, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana imepokea kiasi cha shilingi bilioni 2.5 ambapo kinatarajiwa kunufaisha vijana wapatao 888 kupitia miradi 36 katika sekta za viwanda, biashara ndogo ndogo, kilimo, uvuvi na mifugo, ambapo ajira 4,440 zinatarajiwa kuzalishwa. Wizara itaendelea kuhakikisha kuwa mikopo inayotolewa inawanufaisha makundi yote ya vijana kwa usawa bila kujali itikadi zao au maeneo yao ya kijiografia. Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana pia wamekuwa wakiwezeshwa kupitia 4% ya makusanyo ya ndani ya halmashauri, ambapo kwa mwaka 2025-26 vikundi 5,199 vya vijana vilinufaika na mikopo yenye thamani takriban shilingi bilioni 52.168. Kupitia mikopo hii, vijana wameweza kupata mitaji ya kuanzisha na kuendeleza shughuli zao za kiuchumi, kukuza biashara, kuongeza ajira na kuinua hali za maisha. Ninaomba nimpongeze Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wakurugenzi wa halmashauri zote nchini kwa kuendelea kuratibu na kusimamia utengaji wa fedha zitokanazo na mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya kuwawezesha vijana kiuchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye eneo la kukuza ujuzi kwa vijana, wizara inaendelea kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano pamoja na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kupitia Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA katika kukabiliana na changamoto ya ajira kwa vijana kupitia programu ya kukuza ujuzi, ambako katika mwaka 2025-26 mafunzo ya kukuza ujuzi kwa njia ya wanagenzi yametolewa kwa vijana 5,746 katika vyuo na taasisi za mafunzo 46. Vile mafunzo ya uzoefu wa kazi kwa njia ya utarajali kwa vijana 2,500 na mafunzo maalumu ya kushindania fursa za ajira ndani na nje ya nchi yametolewa kwa vijana 7,826. Pia wizara itaendelea kushirikiana na wizara zingine za kisekta zinazotekeleza programu za kukuza ujuzi kwa vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana inasimamia vituo vitatu vya maendeleo ya vijana, yaani Sasanda kilichopo mkoani Songwe, Marangu kilichopo mkoani Kilimanjaro na Ilonga kilichopo Morogoro, vyenye lengo la kuimarisha utoaji wa mafunzo ya muda mfupi ili kuwapatia vijana ujuzi katika eneo la kilimo, tehama na ujasiriamali. Hata hivyo, vituo hivyo vilisitisha
kutoa huduma kutokana na uhaba wa wakufunzi na uchakavu wa miundombinu, yaani majengo pamoja na madarasa. Kutokana na hali hiyo, wizara imefanya tathmini ya uchakavu wa miundombinu katika vituo vya Sanda, Songwe na Ilonga, Morogoro, kwa lengo la kufanya ukarabati kwa awamu ili vianze kutoa huduma. Baada ya kukarabatiwa, vituo hivyo vinatarajiwa kuwa na uwezo wa kudahili jumla ya vijana 300 kila robo mwaka kwa kila kituo, sawa na vijana 1200 kwa mwaka kwa kila kituo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo la utoaji wa elimu na fursa za kiuchumi kupitia makongamano, warsha na majukwaa ya vijana, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana imetoa elimu kwa vijana 15753 kuhusu elimu ya afya ya akili, ujasiriamali, uongozi wa biashara, utunzaji wa hesabu na elimu ya mikopo. Aidha, vijana hao pia walipata elimu kuhusu fursa zilizopo katika Benki ya Maendeleo ya Kilimo na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Vile vile, vijana walipata elimu kutoka PPRA kuhusu takwa la sheria ya ununuzi wa umma inayoelekezwa kutengwa kwa 30% ya zabuni za umma kwa ajili ya makundi maalum, ambapo kati ya hizo 10% ni kwa ajili ya vijana. Kupitia elimu hiyo, vijana waliweza kujisajili katika mfumo wa kielektroniki wa manunuzi ya serikali, yani NeST, ambapo vikundi 299 vya vijana vyenye jumla ya vijana 2226 vimenufaika kwa kupata zabuni zenye thamani ya shilingi bilioni 13.2. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye eneo la kuimarisha ushirikishaji wa vijana na kusikiliza maoni yao, baada ya kuundwa kwa Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, kulikuwa na dhamira ya kufahamu kwa kina mahitaji ya vijana, mawazo yao pamoja na mitazamo yao kuhusiana na masuala mbalimbali yanayogusa maisha yao ya kila siku. Hivyo wizara iliandaa ziara za kukutana na vijana kwa lengo la kutoa jukwaa la wazi la kusikiliza sauti zao, kuelewa changamoto zao wanazokumbana nazo, lakini pia kupokea mapendekezo yao. Jitihada hizo zimewezesha Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana kuelewa changamoto za vijana, hivyo kuwa katika nafasi ya kuandaa na kutekeleza mipango na mikakati inayolenga kuboresha elimu ya uraia, kukuza uzalendo na kuwajengea vijana mazingira bora ya kushiriki kamilifu katika maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na dhamira hiyo, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana ilifanya ziara maalum katika mikoa 6 ya Songwe, Mbeya, Ruvuma, Mtwara, Dar es Salaam na Dodoma, ambapo jumla ya vijana 8120 walitembelewa katika maeneo 18 wanayofanyia kazi. Katika majadiliano hayo, hoja 186 ziliibuliwa. Uchambuzi wa hoja hizo ulibaini kuwa hoja zilizoongozwa kuchangiwa na vijana wengi ilikuwa ni kama ifuatavyo: ukosefu wa ajira 13.47%, maslahi duni ya vibarua wanavyofanya 9.68%, miundombinu ya kufanyia biashara kutokuwa rafiki 9.68%, changamoto za usafiri na usafirishaji 9.82%, upatikanaji wa mikopo 4%, mapato ya ndani ya halmashauri 10.52%, ukosefu wa mitaji 10.53%, vigezo vigumu vya mikopo vya elimu ya juu 6.99%, hofu ya kutoa maoni 6.45%. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja nyingine zilizobuliwa zilikuwa ni mfumo wa elimu usiondana na soko la ajira 5.91%, utitiri wa kodi na ushuru 5.03%, kutokuwa na elimu ya ujasiriamali 4.84%, urasimu wa kupata leseni na vibali 4.23%, na kukosekana kwa Baraza la Vijana la Taifa 3.23%. Takwimu hizo zinaonyesha kuwepo kwa uelewa na mwamko wa vijana katika masuala ya kijamii, kiuchumi na kisera. Aidha, zoezi hili limekuwa chachu ya uwajibikaji, ushiriki wa vijana katika maendeleo na kujiamini katika kutoa maoni. Wizara itaendelea kupokea maoni na mapendekezo ya vijana na kutafuta ufumbuzi wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye eneo la kukuza majadiliano ya kitaifa, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana iliratibu kongamano lililowakutanisha zaidi ya washiriki 1200 jijini Dar es Salaam tarehe 8 Januari 2026, ambapo mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kongamano hilo pia lilihudhuriwa na wizara za kisekta zikiwemo Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Wizara ya Viwanda na Biashara na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
Lengo la kongamano hilo ilikuwa kuwaweka vijana pamoja na kusikiliza maoni yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia kongamano hilo vijana walipata fursa ya kuwasilisha changamoto zinazowakabili zikiwa pamoja na kukosa vitambulisho vya wajasiriamali, utitiri wa kodi, kukosa maeneo ya kufanyia kazi, kutotambuliwa, kukosekana mifumo rafiki ya usajili na gharama za leseni. Wizara kwa kushirikiana na wizara za sekta inaendelea kutafutia ufumbuzi changamoto hizo. Hatua hii imeendelea kuunganisha vijana na serikali na kuwafanya kwa sehemu ya kutafuta majawabu ya changamoto zinazowakabili, lakini pia kuimarisha mawasiliano na kuhamasisha uzalendo kwa kujengea vijana hisia za kuthaminiwa na kusikilizwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye eneo la kuongeza ushiriki na ushirikishwaji, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana ilizindua majukwaa ya vijana yanayojulikana kwa jina la Vijana Platform katika mikoa 6 ambayo ni Dar es Salaam, Singida, Mwanza, Shinyanga, Mtwara na Tabora. Kupitia majukwaa hayo, jumla ya vijana 7500 walihudhuria na zaidi ya washiriki milioni 20 walifuatilia kupitia mitandao ya kijamii yani Instagram, Facebook, YouTube na TikTok. Pia uzinduzi wa majukwaa hayo ulikuwa mubashara kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Lengo la majukwaa haya ni kukutanisha vijana wa makundi mbalimbali ili kwa pamoja waweze kujadili kwa kina masuala yanayowahusu maendeleo ya vijana katika ngazi mbalimbali za vijiji na mijini, lakini pia kutoa mapendekezo ya namna bora ya ushiriki katika ujenzi wa taifa. Mapendekezo hayo yatatumika kama dira na mwelekeo wakati wa uandaji wa mipango, sera na maamuzi ya serikali yanayohusu masuala ya vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika uzinduzi huo, wizara pia ilizindua namba maalum za huduma kwa wateja, yani call center, na hadi kufikia Aprili 2026, jumla ya vijana 1641, wanawake wakiwa 519 na wanaume 1122 wamewasilisha changamoto na mapendekezo kuhusu masuala ya vijana ikiwemo fursa za mikopo. Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana imefanyia kazi mapendekezo yaliyotolewa ikiwa ni pamoja na kutoa elimu kuhusu vigezo na utaratibu wa mikopo hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu uratibu wa masuala ya vijana, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana iliratibu kikao kazi cha maafisa maendeleo ya vijana wa mikoa na halmashauri kilichofanyika tarehe 17 mpaka 18 Disemba 2025 hapa mkoani Dodoma. Kikao hicho kililenga kuimarisha uratibu, ufuatiliaji na utekelezaji wa programu za vijana kuanzia ngazi ya mamlaka ya serikali za mitaa, mikoa hadi taifa. Aidha, wizara inaandaa mfumo wa uratibu wa masuala ya vijana nchini na kanzidata ya kitaifa itakayokusanya taarifa za masuala ya vijana. Lengo la kuandaliwa kwa mfumo huo ni kuongeza ufanisi wa utekelezaji wa afua na ushiriki wa vijana katika shughuli za maendeleo ya vijana na kuwezesha wadau kutoka sekta ya umma na binafsi kutekeleza programu za uwezeshaji wa vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara inasimamia sheria ya Baraza la Vijana la Taifa sura ya 441 ambayo inatoa utaratibu wa uanzishwaji wa mabaraza ya vijana nchini. Hata hivyo, kutokana na mahitaji ya sasa ya vijana, serikali imeanza mapitio ya sheria hiyo ili kukidhi mahitaji hayo sambamba na kuhakikisha vijana wanapata nafasi pana ya kushiriki katika kupanga na kuamua mustakabali wa maendeleo yao na taifa kwa ujumla. Katika kufanya maboresho hayo, wizara imefanya ziara ya mafunzo kwa kutembelea Zanzibar na nchi ya Namibia kwa lengo la kujifunza juu ya uendeshaji wa mabaraza hayo, hususan muundo wa baraza la vijana na masuala ya fedha na miradi inayotekelezwa na baraza la vijana. Kwa sasa wizara inaendelea kukusanya maoni kwa wadau wengine ikiwemo vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye eneo la kuimarisha ustawi na makuzi kwa vijana, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana imeandaa mwongozo wa kitaifa wa mafunzo ya stadi za maisha unaolenga kuwajengea vijana uwezo wa kujitambua, uwezo wa kuhimili changamoto za maisha, kufanya maamuzi sahihi na kuwasiliana kwa ufanisi. Kupitia mwongozo huu, serikali inalenga kujenga kizazi chenye afya njema ya akili, chenye kujiamini na uwezo wa kujitegemea katika kufikia malengo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana kwa kushirikiana na Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji Zanzibar imeratibu uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru uliofanyika tarehe 2 Aprili 2026 katika uwanja wa mpira Gombani, mkoa wa Kusini Pemba. Mgeni rasmi katika uzinduzi huo alikuwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi,
Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mwenge wa Uhuru utakimbizwa katika mikoa 31 na halmashauri 195 za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kupitia mbio za Mwenge wa Uhuru, miradi na shughuli mbalimbali za maendeleo zinatarajia kukaguliwa na kuzinduliwa. Ujumbe wa mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2026 unalenga katika ujenzi wa amani, umoja na mshikamano wa kitaifa chini ya kauli mbiu inayosema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Kupitia mbio za Mwenge wa Uhuru, wananchi wanaendelea kuhamasishwa kushiriki mapambano dhidi ya dawa za kulevya, malaria, ukimwi, rushwa na kuzingatia lishe bora kwa afya imara. Aidha, wizara imefanya mapitio ya mwongozo wa mbio za Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2002 toleo la mwaka 2026 ambao ulizinduliwa siku ya uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, zipo changamoto na mikakati ya utekelezaji kukabiliana nayo. Kwa kuwa wizara hii ni mpya, imeanza kutekeleza majukumu yake katika mazingira ya kuanzisha mifumo na kujenga misingi imara ya maendeleo ya vijana ndani ya taifa letu. Pamoja na mafanikio yaliyopatikana, wizara imekabiliana na changamoto zifuatazo. Moja, ongezeko la uhitaji wa mikopo ukilinganisha na kiasi cha fedha kinachotengwa. Mbili, baadhi ya vijana kukosa ujuzi unaokidhi mahitaji ya soko la ajira. Tatu, uelewa mdogo wa masuala ya stadi za maisha, elimu ya uraia, uzalendo, afya ya uzazi, athari za matumizi ya dawa za kulevya na matatizo ya afya ya akili. Na nne, miradi ya vijana kutokuwa endelevu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kukabiliana na changamoto hizo, wizara imejipanga kutekeleza mikakati ifuatayo. Moja, ni kuendelea kushirikisha wadau wa maendeleo ili kuchangia bajeti za programu mbalimbali za vijana. Mbili, ni kuendelea kutoa elimu kuhusu mikopo yenye masharti nafuu kwa vijana kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana kwa kushirikiana na taasisi za kifedha. Tatu, kuendelea kutoa elimu kuhusiana na stadi za maisha, elimu ya uraia na uzalendo ili kujenga kizazi cha vijana kinachojua haki na wajibu wao, kinachopenda nchi yao na kinachoshiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Nne, kuendelea kutoa ujuzi kwa vijana kupitia vituo vya maendeleo ya vijana ili vijana waweze kupata mafunzo ya muda mfupi kuhusu kilimo, ujasiriamali, ujasiri pamoja na tehama. Tano, kuendelea kutoa elimu na kujenga uwezo kupitia mwongozo wa kitaifa wa mafunzo ya stadi za maisha na mwongozo wa uratibu wa programu ya stadi za maisha kwa vijana. Sita, kuendelea kushirikiana na wizara za kisekta katika kukabiliana na changamoto za ajira ikiwemo kukuza ujuzi kwa njia ya uanagezi, kurasimisha ujuzi uliopatikana katika mfumo usio rasmi wa mafunzo, yani recognition for prior learning skills, kupata mafunzo ya uzoefu wa kazi, internship skills, na mafunzo ya kukuza ujuzi kwa walio makazini, upskilling skills, kupitia programu ya kukuza ujuzi inayosimamiwa na Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano. Programu zingine ni pamoja na Jenga Kesho Iliyo Bora, yani Build Better Tomorrow, inayosimamiwa na Wizara ya Kilimo, na programu ya Mining for a Brighter Tomorrow inayosimamiwa na Wizara ya Madini. Saba, uchambuzi wa fursa, yani opportunity mapping, utafanyika kwa lengo la kubaini na kutambua fursa zilizopo katika maeneo mbalimbali, pamoja na kukusanya taarifa muhimu zitakazowezesha kuwashirikisha vijana kuhusu fursa hizo. Hatua hii italenga kuhakikisha vijana wanapata uelewa sahihi wa rasilimali na nafasi zilizopo katika mazingira yao ili waweze kuzitumia kikamilifu kwa maendeleo yao binafsi na ya jamii kwa ujumla. Hii ni pamoja na fursa zilizopo katika wizara za kisekta. Namba 8 ni kuandaliwa kwa mfumo wa uratibu wa masuala ya vijana utakaowezesha kukusanya, kuhakiki, kuhifadhi taarifa sahihi kuhusu vijana ili kuwa na kanzi data itakayojumuisha mahitaji, sifa, ujuzi na maeneo ya kipaumbele. Mfumo huu utatumika katika uombaji wa mikopo kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana. Taarifa hizi zitatumika kuwezesha utambuzi wa uwezo na changamoto zao kwa ufanisi zaidi, pamoja na kurahisisha mchakato wa kuwaunganisha na fursa mbalimbali za ajira, mafunzo, ubunifu na uwezeshaji kulingana na vigezo vinavyolingana na wasifu wao. Hatua hii itachangia kuongeza ushiriki wa vijana katika shughuli za maendeleo na kuinua ustawi wao kiuchumi na kijamii.
Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango wa makadirio ya matumizi kwa mwaka 2026/27. Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana fungu namba 104 kwa mwaka 2026/27 yameandaliwa kwa kuzingatia miongozo mbalimbali ikiwemo mwongozo wa maandalizi ya mpango wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2026/27 mpaka 2028/29, dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, mpango wa 4 wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano 2026/27 mpaka 2030/31, sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya 2007 toleo la mwaka 2024, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 mpaka 2030, sheria ya bajeti sura ya 439, mpango mkakati ofisi ya Rais maendeleo ya vijana wa miaka mitano 2026-2030 na malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, yani Sustainable Development Goals SDGs 2030. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango huu pia umezingatia mkakati wa taifa dhidi ya rushwa awamu ya 4 2023-2030, sheria ya mikopo, dhamana na misaada sura ya 134, hotuba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyotoa wakati akitumia Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 14 Novemba 2025 na maelekezo mengine ya viongozi wakuu wa serikali. Vipaumbele vya mpango. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2026/27 mpango wa ofisi ya Rais maendeleo ya vijana utatekelezwa kupitia vipaumbele vifuatavyo. Kwanza, kuimarisha ukuzaji wa biashara na uwezeshaji wa vijana kiuchumi kwa lengo la kuwezesha vijana wengi kujiajiri na kuajiriwa katika sekta za biashara na uzalishaji. Pili, kuimarisha uratibu na ushirikishaji wa vijana katika masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Na tatu, ni kuimarisha uratibu wa elimu ya uraia, uzalendo na uratibu wa mwenge wa uhuru. Na nne, ni kuimarisha ustawi na makuzi kwa vijana. Shughuli zitakazotekelezwa kwa mwaka 2026/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, shughuli zitakazotekelezwa katika mwaka 2026/27 zitatokana na vipaumbele vilivyoainishwa katika ibara ya 39. Kwanza ni kuimarisha uratibu na ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara itaendelea kuimarisha uratibu na ushirikishaji wa vijana kwa kuandaa mfumo wa taifa wa uratibu wa masuala ya maendeleo ya vijana nchini, kuandaa kanzidata ya kitaifa itakayokusanya taarifa za masuala ya vijana, lakini pia kufanya mapitio ya sheria ya Baraza la Vijana la Taifa sura ya 441, kuandaa mkakati wa kitaifa wa vijana wa amani na usalama na kuwezesha vijana kushiriki katika majukwaa na programu mbalimbali za kikanda, maziwa makuu na kimataifa kuhusu amani na usalama, lakini pia kukusanya maoni na mrejesho kwa masuala ya vijana nchini kupitia dawati la huduma kwa wateja la wizara. Aidha, wizara itaendelea kuratibu utekelezaji wa sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024 yenye malengo ya kuimarisha maendeleo ya kiuchumi kwa vijana, kukuza ajira na ujasiriamali, kuendeleza stadi za maisha na ujuzi kwa vijana, kuimarisha ushiriki wa vijana katika maamuzi na uongozi, kulinda na kuendeleza haki na ustawi wa vijana, kuimarisha huduma za afya na ustawi wa vijana, kukuza maadili, uzalendo na uwajibikaji kwa vijana, kuimarisha upatikanaji wa matumizi ya tehama kwa vijana, kukuza vipaji, ubunifu na michezo, kuimarisha ujumuishaji wa vijana wote wakiwemo vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, kuimarisha uratibu na usimamizi wa masuala ya maendeleo ya vijana, kuendeleza tafiti, takwimu na mifumo ya taarifa za vijana, pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kitaifa, kikanda na kimataifa katika masuala ya maendeleo ya vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo la kuimarisha uratibu wa elimu ya uraia, uzalendo na mwenge wa uhuru, wizara itaendelea kuratibu majukwaa ya vijana katika mikoa na halmashauri nchini, kuratibu utoaji wa elimu ya uraia na uzalendo katika halmashauri 184, kuratibu mbio za mwenge wa uhuru na wiki ya vijana ya kitaifa, kuratibu maadhimisho ya siku ya wanaojitolea kimataifa, siku ya vijana Afrika pamoja na siku ya vijana kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha ustawi na makuzi kwa vijana, wizara itaendelea kuandaa na kuratibu utekelezaji wa mwongozo wa kitaifa wa mafunzo wa stadi za maisha,
kuandaa programu ya kitaifa ya kushughulikia masuala ya ustawi wa vijana, kuandaa mwongozo wa msaada wa kisaikolojia kwa vijana na kuratibu utoaji wa huduma ya msaada wa kisaikolojia kwa vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha ukuzaji wa biashara na uwezeshaji wa vijana kiuchumi, serikali itaendelea kutoa mafunzo ya kujenga uwezo kuhusu ujasiriamali na ujuzi wa usimamizi wa biashara kwa vikundi vya vijana nchini, kutoa mikopo nafuu kwa vijana kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana ili waweze kujiajiri na kuajiri wengine, kukarabati vituo vitatu vya mafunzo kwa vijana vya Sasanda, Ilonga na Marangu ili viweze kutoa mafunzo ya muda mfupi katika fani za kilimo biashara, tehama na ujasiriamali. Aidha, serikali itafanya utafiti wa uanzishwaji wa vituo vya ubunifu vya kitaifa kwa vijana pamoja na kuanzisha vituo vya ubunifu kwa vijana, yani vijana hub, vitakavyolenga kukuza ubunifu, kuendeleza vipaji, kutoa huduma za uratibu wa mawazo ya biashara pamoja na kuunganisha vijana na fursa za masoko, teknolojia na mitaji kwa ajili ya kuongeza ushindani na tija katika shughuli zao za kiuchumi. Lakini pia kuandaa mwongozo wa kitaifa wa fursa za uwezeshaji kiuchumi ndani na nje ya nchi, kufanya mapitio ya mwongozo wa utoaji wa mikopo yenye masharti nafuu kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana wa mwaka 2022 na kuandaa mfumo wa kielektroniki wa uwezeshaji wa vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara pia itafanya utafiti wa uanzishwaji wa benki ya vijana kwa lengo la kuchambua kwa kina ili kuwa na taasisi maalum ya kifedha itakayojikita katika mahitaji ya vijana. Dhamira ya serikali ni kuweka msingi wa mfumo wa kifedha unaoendana na mazingira na uwezo wa vijana wengi, hususan wale wanaoanza shughuli za kiuchumi, ili kuondoa vikwazo vilivyopo katika upatikanaji wa mitaji. Benki ya vijana itakayoanzishwa itakuwa chombo muhimu cha kimkakati kitakachowezesha upatikanaji wa huduma za kifedha zilizo rafiki kwa vijana, kuchochea ubunifu wa bidhaa za kifedha zinazolingana na mahitaji yao, lakini pia kupanua wigo wa uwekezaji kwa vijana na hatimaye kuongeza ajira na mchango wa vijana katika kukuza uchumi shindani na jumuishi wa taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2026-2027 Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana fungu namba 104 inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 35,957,298,000 kwa mchanganuo ufuatao: kiasi cha shilingi bilioni 30,104,264,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida, na kati ya kiasi hicho shilingi bilioni 1,227,961,000 ni kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 28,876,300,000 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Pili, kiasi cha shilingi bilioni 5,853,034 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 5 ni fedha za ndani za maendeleo na shilingi milioni 853,034 ni fedha za nje za maendeleo. Hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, ninaomba kutumia fursa hii kuwashukuru wadau wote waliochangia kwa namna moja au nyingine katika kuiwezesha Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana kufanikisha majukumu yake. Mafanikio yaliyopatikana katika mwaka 2025-2026 yametokana na ushirikiano wa wizara za kisekta, wadau wa maendeleo, mashirika mahususi yanayojishughulisha na masuala ya vijana, taasisi za fedha, vyombo vya habari, taasisi zisizo za kiserikali, taasisi za kidini, waandishi wa habari, vijana na wananchi kwa ujumla. Vijana tuyajenge, Tanzania ni yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo ninasimama mbele yenu nikiwa na heshima kubwa na moyo wa shukrani. Safari yangu ya kufika hapa isingewezekana bila msaada wa familia yangu ambao wamekuwa nguzo na faraja yangu wakati wa changamoto na chanzo cha matumaini yangu kila siku. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapenda kuwashukuru wazazi wangu, Bwana Gray na Nauka na Bi Angela Nauka, kwa malezi na maadili walioniwekea ambayo yameniongoza hadi kufikia hatua hii. Sambamba nao, ninawashukuru ndugu zangu wote kwa kunitia moyo na kunikumbusha thamani ya mshikamano wa kifamilia. Kipekee kabisa, namshukuru mke wangu kipenzi Rachel na Nauka na watoto wangu wapendwa Joyce na Jonel kwa uvumilivu na upendo wao usio na kifani.
Hakika familia yangu imekuwa taa na mwanga wangu, na leo ninapokea heshima ya kuzungumza mbele ya bunge hili tukufu. Ninaitambua na kuishukuru kwa dhati. Hii si tu heshima yangu, bali ni heshima yao pia. Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa moyo uliojaa furaha na matumaini, napenda kuwashukuru wananchi wa jimbo la Mtwara mjini kwa kuniamini na kunichagua ili kushirikiana nao katika kuleta maendeleo katika jimbo letu. Ushirikiano wao na maoni yao ndivyo ulivyoniwezesha mafanikio tuliyonayo leo. Imekuwa ni miezi 6 ya utendaji ulioacha alama kubwa kwa jimbo la Mtwara mjini, na kwa unyenyekevu mkubwa ninawaahidi sitawaangusha. Asanteni sana. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiwa mbunge na waziri kwa mara ya kwanza, ninajifunza kila siku na nitaendelea kujifunza ili kuhakikisha na watumikia wananchi wa jimbo langu na vijana kwa ufanisi mkubwa. Niko tayari kushirikiana na wabunge, viongozi wenzangu, watendaji wa serikali na wadau wote wa maendeleo ili kufikia malengo tuliyojiwekea. Ninaomba muendelee kuniombea, kunishauri na kunipa ushirikiano wenu wa dhati. Kwa pamoja tunaweza kuleta mabadiliko chanya na kujenga mustakabali bora wa vijana kwa taifa letu. Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhitimisha, ningependa kukumbusha mambo makubwa mawili. Mosi, dhamira ya serikali kupitia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuwapa vijana nafasi muhimu kwenye kuweka mipango, kushiriki kuweka vipaumbele na kuwa sehemu muhimu ya utekelezaji wa mipango ya serikali. Wizara yetu itaendelea kuweka vijana katikati ya shughuli zetu za kila siku. Na katika kufanya hivyo, kama tulivyoanza, tutaendelea kuhakikisha vijana wote wanapata nafasi bila kubaguliwa. Tutawashirikisha vijana wa mjini na wa vijijini, wenye elimu na wasio na elimu, vijana kutoka vyama vyote vya siasa, na hakuna kijana atakayebaguliwa katika kufaidika na fursa. Hii ni wizara ya vijana wote na wote watanufaika kwa haki na usawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, pili, wakati maeneo mengine watatafsiri vijana kama tatizo, serikali ya awamu ya 6 kupitia Wizara ya Maendeleo ya Vijana inaona vijana kama ni mtaji mkubwa kwa maendeleo ya nchi yetu. Kwetu sisi, vijana sio liability ila ni asset. Kwetu sisi, vijana wa nchi hii ni mtaji mkubwa katika kufanikisha maendeleo ya nchi yetu na utekelezaji wa dira ya 2050. Ili taifa letu liendelee, tunahitaji ubunifu wa vijana, mawazo ya vijana na nguvu ya vijana. Sawasawa na maono ya Mheshimiwa Rais, mikakati ya wizara ni kuwafanya vijana wa nchi wasiwe watazamaji, bali wawe washiriki na wamiliki wa uchumi wa taifa letu. Tutawasikiliza na tutawashirikisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naliomba bunge lako tukufu likubali kupitisha bajeti ya shilingi bilioni 35 milioni 957,298,000 ikijumuisha shilingi bilioni 30 milioni 104,264,000 ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 5 milioni 853,034 kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba hotuba yangu hii pamoja na kitabu cha hotuba tulichowasilisha na randama tuliyowasilisha ziingie katika kumbukumbu rasmi za bunge lako tukufu. Aidha, hotuba hii inapatikana katika tovuti ya wizara, yani www.vijana.go.tz. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Waziri wetu wa Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka kwa hotuba hiyo. Hoja hii imeungwa mkono na wote wamesimama. Waheshimiwa wabunge, kabla sijaendelea na ratiba inayofuata, naomba niwatambue wageni wa Mheshimiwa Spika ambao wako kwenye jukwaa la Mheshimiwa Spika kutoka Chama cha Wananchi CUF. Tuna ndugu Mirambo Kamil Yusuf, mwenyekiti wa CUF Taifa. Karibu. Ndugu Harub Shamis, makamu mwenyekiti CUF Taifa Zanzibar. Ndugu Miraj Mtimbwiriko, makamu mwenyekiti CUF Bara. Ndugu Hamad Masud, katibu mkuu CUF. Karibuni sana viongozi wetu kutoka Chama cha Wananchi CUF. Wakati nawataja wa familia ya Mheshimiwa waziri wetu, nilimruka ndugu Jonel Nanauka ambaye ni mtoto wa Mheshimiwa waziri.
karibuni sana katika bunge letu. Karibuni sana. Waheshimiwa wabunge, tunaendelea na sasa namkaribisha mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii kwa ajili ya kutoa taarifa. Mwenyekiti atasoma taarifa Mheshimiwa Dr. Regina Christopher Malima, makamu mwenyekiti, kwa niaba ya mwenyekiti. Karibu sana makamu mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kusoma taarifa hii kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma, na ninamshukuru kwa kunipatia fursa hii. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunilinda na kunipatia afya njema hadi siku hii ya leo. Lakini pia nachukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa juhudi zake za kuwaletea Watanzania maendeleo, ikiwemo kuanzishwa kwa wizara hii ya maendeleo ya vijana. Vile nakishukuru chama changu pamoja na UWT Taifa kwa kunichagua kuwa mbunge wa viti maalum nikiwakilisha kundi la vyuo na vyuo vikuu, na kwa namna ya pekee nampongeza sana mwenyekiti wetu wa UWT Taifa Mama Mary Chatanda kwa kuendeleza uongozi thabiti kwa wanawake. Mwisho naishukuru familia yangu, hususan mume wangu Wilson Mashauri Makaranga na watoto wangu kwa kunipa ushirikiano katika kulitumikia taifa hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya shukrani hizi naomba kusoma taarifa ya kamati. Taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii kuhusu utekelezaji wa bajeti ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana kwa mwaka wa fedha 2025-2026 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni ya 121 kifungu cha 9 ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025, naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii kuhusu utekelezaji wa bajeti ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana fungu 104 kwa mwaka wa fedha 2025-2026 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana ilianzishwa tarehe 19 Disemba 2025 kupitia tangazo la serikali namba 685. Awali majukumu yanayotekelezwa na ofisi hii yalikuwa chini ya Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana na Wenye Ulemavu. Kwa hiyo basi taarifa hii itahusu utekelezaji wa majukumu ya iliyokuwa Idara ya Vijana kutoka Ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, bila kuathiri masharti ya kanuni ya 145 ya kanuni za Bunge inayohusu taarifa yoyote ya kamati inayowasilishwa bungeni, taarifa hii imegawanyika katika sehemu kuu 5 kama ifuatavyo. Cha kwanza, msingi na mawanda ya uchambuzi. Pili, uchambuzi na tathmini ya utekelezaji wa bajeti ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Tatu, uchambuzi wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. 4, ufafanuzi wa maoni na ushauri wa kamati uliotolewa kwa serikali. Na 5, taarifa ya uchambuzi na kuonesha msimamo wa kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, msingi wa kamati wa kuchambua taarifa ya utekelezaji wa majukumu na makadirio ya mapato na matumizi ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana yanaweka masharti ya kanuni za Bunge, kanuni ya 6 kifungu cha 5A ikisomwa kwa pamoja na kanuni ya 7 ya kwanza A na nyongeza ya 8 ya kanuni za Bunge
zinaipa kamati jukumu la kufanya uchambuzi wa bajeti na makadirio ya ofisi hii. Aidha, kanuni ya 121 kifungu cha 4 ya kanuni za Bunge imeweka masharti yanayotaka taarifa ya utekelezaji na makadirio ya ofisi hii kuchambuliwa na kamati kabla ya kujadiliwa bungeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kukidhi masharti hayo, kamati ilipokea na kujadili taarifa ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana kuhusu utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2025-2026 pamoja na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Katika hatua hiyo, kamati ilifanya uchambuzi wa kina na kuja na matokeo kama yalivyoainishwa katika taarifa hii. Kwanza, mawanda ya uchambuzi wa taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa ya kamati inahusu utekelezaji wa bajeti ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana fungu 104 kwa mwaka wa fedha 2025-2026 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, uchambuzi uliofanyika uligusa maeneo yafuatayo. Kwanza, utekelezaji wa bajeti ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana kwa mwaka wa fedha 2025-2026. 2, makadirio ya mapato kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Na 3, makadirio ya matumizi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati wa uchambuzi, kamati iliongozwa na kigezo cha asilimia pamoja na kufanya tathmini ya jumla na ulinganisho wa mambo mbalimbali. Mambo hayo yaliwezesha kamati kubaini hatua iliyofikiwa katika utekelezaji na mantiki ya mpango na makadirio kwa mwaka wa fedha unaokuja. Uchambuzi wa utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, sehemu hii ya taarifa inaripoti matokeo ya utekelezaji wa masharti ya kanuni ya 120 kifungu cha 2 ya kanuni za Bunge. Kanuni hizo ilizitaka kamati za Bunge za kisekta kuchambua taarifa za utekelezaji wa bajeti za wizara inazosimamia kwa mwaka wa fedha unaoishia na kufanya ulinganisho wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha unaofuata. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kukidhi masharti hayo, tarehe 25 Machi 2026, kamati ilipokea taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana fungu 104 kwa mwaka wa fedha 2025-2026 na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya hatua hiyo, kamati inatoa taarifa kuhusu mambo yafuatayo: uzingatiaji wa maoni na ushauri wa kamati, ukaguzi wa miradi na maendeleo na utekelezaji wa vipaumbele. Uzingatiaji na ushauri wa kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe 9 Aprili 2025, Bunge lilipokea na kujadili taarifa ya makadirio ya mapato na matumizi ya Ofisi ya Waziri Mkuu kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Katika mjadala huo, kamati iliwasilisha oni moja kuhusu utekelezaji wa mradi namba 4952 mfuko wa maendeleo ya vijana. Kamati ilitaka serikali kupeleka fedha zilizoidhinishwa kwa ajili ya kuongeza mtaji na uwezo wa mfuko huo kuhudumia vijana wengi nchini katika upatikanaji mikopo kupitia mfuko huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inasikitika kulitaarifu Bunge lako tukufu kuwa hadi tarehe 25 Machi 2026 serikali haikuwa imepeleka fedha zozote katika mfuko huo kama ilivyoidhinishwa na Bunge katika bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026. Hali hii inakinzana na nia thabiti ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kushughulikia changamoto za vijana nchini.
Kamati inaitaka serikali kutoa fedha hizo kwa haraka ili kuiwezesha Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Ukaguzi wa miradi ya maendeleo iliyotengewa fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 120 kifungu cha kwanza ya kanuni za Bunge, kamati ilifanya ziara katika mkoa wa Tanga. Kamati ilikagua mradi mmoja ambao ni sehemu ya mradi uliotengewa fedha kwa mwaka wa fedha 2025-2026 kiasi cha shilingi bilioni 1. Mradi namba 4952, mfuko wa maendeleo ya vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ilivyofafanuliwa awali katika taarifa hii, hadi tarehe 25 Machi 26 serikali haikuwa imepeleka fedha kwa ajili ya mradi huo. Hata hivyo, kamati imebaini kuwa mfuko huo ulikuwa na bakaa ya shilingi milioni 800,463,700 kwa ajili ya kutoa mikopo kwa vijana kutoka katika bajeti ya mwaka 2024-2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia fedha hizo katika mradi wa mfuko wa maendeleo ya vijana, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana umeweza kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 336,800,015 katika mikoa ya Mwanza na Mtwara. Kamati imetaarifiwa kuwa Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana fungu 104 ipo katika hatua za mwisho za kutoa mikopo kwa vikundi vinne vya vijana katika mikoa ya Mbeya, Arusha na Rukwa kiasi cha shilingi milioni 400,648,770. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata hivyo, ili kuhakikisha kuwa bunge lako tukufu linapata taarifa kuhusu mikopo inayotolewa kupitia mradi namba 4952, mfuko wa maendeleo ya vijana YDF, kamati ilitembelea na kukagua ufanisi wake katika kikundi cha Mali Hai kilichopo wilaya ya Muheza, mkoa wa Tanga. Kikundi kilianza kikiwa na mtaji wa shilingi 100,000 iliyotokana na michango ya ada ya kujiunga na wanachama wa kikundi. Serikali ilitambua juhudi za kikundi hiki kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana na kukikopesha mtaji wa shilingi milioni 20 katika mwaka wa fedha 2021-2022. Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha zimekiwezesha kikundi hiki kuwa na uwezo wa kununua mashine za kuzalisha malighafi za ujenzi kama vile kufyatua tofali, kutengeneza karavati, kuzalisha tofali ndogo maarufu kama paving blocks. Aidha, kikundi hicho kimeweza kuunganisha nishati ya umeme katika eneo la uzalishaji, hali inayopunguza gharama za matumizi ya mafuta na kuongeza ufanisi na tija ya mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kikundi kimepata mafanikio mengi, kwani mtaji wa kikundi kwa sasa umefikia shilingi milioni 52, ambapo umewezesha wanachama wa kikundi kuweza kulipwa shilingi 200,000 kila mwezi. Aidha, kikundi hiki kimeongeza ajira mpya zaidi ya 20 na kusaidia kukuza ujuzi kwa vijana 50. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inapongeza serikali kwa kutambua mchango wa vijana na kuja na mradi huu unaowezesha vijana kupata mitaji. Aidha, kamati inawapongeza wanachama wa kikundi cha Mali Hai katika kutunza mtaji na kuendelea kuwa kikundi cha mfano kwa vijana nchini. Kamati inatoa wito kwa vijana kujitokeza na kuunda vikundi vya uzalishaji mali ili wapate fursa ya kukopa na kujikwamua kiuchumi kama inavyo. Kamati inaitaka serikali kuhakikisha inatoa fedha zinazoidhinishwa na Bunge kwa ajili ya maendeleo ya vijana nchini. Majukumu yaliyotekelezwa na Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana hadi Machi 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika uchambuzi wake, kamati imebaini kuwa Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana imefanikiwa kutekeleza majukumu mbalimbali kama ifuatavyo: 1, kuimarisha ushirikishwaji na usikilizaji wa kero za vijana; kukuza majadiliano ya kitaifa kupitia kongamano la wajasiriamali na bodaboda; kuongeza ushiriki na ushirikishwaji wa vijana kupitia jukwaa la vijana platforms; kupokea mwongozo wa kitaifa
wa fursa za uwekezaji kiuchumi ndani na nje ya nchi, na mwisho, kuboresha mwongozo wa kitaifa wa matumizi ya stadi za maisha. Uchambuzi wa mpango na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026/2027 Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana fungu 104 imepanga kuwa na vipaumbele vinne mahususi kama ifuatavyo. Kwanza, uratibu na uhamasishaji wa vijana. Pili, kutoa elimu ya uraia, uzalendo na uratibu wa Mwenge wa Uhuru. Tatu, ukuzaji wa biashara na uwezeshaji wa vijana kiuchumi. Na nne ni ustawi wa makuzi kwa vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kutekeleza vipaumbele hivyo, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana itatekeleza shughuli mbalimbali, na baadhi ya shughuli hizo ni pamoja na: moja, kuratibu mapitio ya sheria ya Baraza la Vijana la Taifa sura 441. Mbili, kuboresha mwongozo wa kitaifa wa fursa za uwezeshaji kiuchumi ndani na nje ya nchi. Tatu, kuboresha mwongozo wa kitaifa wa mafunzo ya stadi za maisha kwa vijana nchini. Na nne ni kufanya tathmini na kutoa elimu ya uraia na uzalendo kwa vijana ili kujenga kizazi kinachojua haki na wajibu wao kwa taifa. Makadirio ya matumizi ya kawaida kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kutekeleza mpango na vipaumbele vyake katika mwaka wa fedha 2026/2027, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana fungu 104 inakadiria kutumia shilingi bilioni 30 milioni 104,264 kwa ajili ya mishahara na matumizi mengine, yani OC. Katika fedha hizi mshahara ni shilingi bilioni 1,227,961,061 na matumizi mengine ni shilingi bilioni 28,876,303,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, uchaguzi wa kamati umebaini kuwa makadirio ya matumizi mengineyo ni makubwa kwa sababu ofisi hii ni mpya na itakuwa na shughuli nyingi za usimamizi na uratibu. Makadirio ya matumizi na miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa fungu 104 inakadiriwa kutumia kiasi cha shilingi bilioni 5,853,034 kwa mwaka wa fedha 2026/2027 kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Aidha, shilingi bilioni 5 ni fedha za ndani na shilingi milioni 853,034 ni fedha za nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaipongeza Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana kwa kuweka juhudi za kutenga fedha za ndani kwa asilimia 85.4 kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Hali hii inaonyesha dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya 6 katika kushughulikia changamoto za vijana nchini. Maoni na ushauri wa kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya uchambuzi wa kina kuhusu utekelezaji wa bajeti pamoja na makadirio ya matumizi ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, sasa naomba kuwasilisha maoni na ushauri wa kamati kama ifuatavyo. Katika maoni ya jumla, kamati inapendekeza